Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kuna breaking news ambazo tunazipata siku ya leo kutoka nchi jirani ya Uganda kuhusiana na uchaguzi wa mwaka huu 2026 na matukio ambayo yameanza kutokea baada ya Yoweri Kaguta Museveni kutangazwa kama rais wa 7 wa nchi ya Uganda. Kuna habari ambazo tunazipata kutoka kwa kiongozi wa upinzani Bobi Wine ambaye aliibuka namba 2 kwenye uchaguzi wa mwaka huu 2026. Na watazamaji wangu, kama vile ambavyo nimekuwa nikiwafahamisha, ni kwamba Bobi Wine hajakuwa na kipindi rahisi kuanzia kwenye wakati wa kampeni zake na mpaka hata baada ya uchaguzi. Bobi Wine anaendelea kuandamwa na serikali ya Yoweri Kaguta Museveni. Tunapozungumza sasa hivi watazamaji wangu, Bobi Wine amejificha maeneo ambayo ni salama kwake na familia yake. Hakuna mtu ambaye anajua mahali ambapo Bobi Wine alipo sasa hivi. Alivamiwa kule manyumbani kwake na maofisa wa usalama, akabahatika kuwakwepa na kukimbia, lakini sasa bado anazidi kuwindwa watazamaji wangu, ili aweze kukamatwa na kunyamazishwa, asiendelee kuwa kikwazo, asiendelee kuwa tishio na kuendelea kupinga ushindi wa Yoweri Kaguta Museveni. Asubuhi ya leo watazamaji wangu, kuna habari ambazo tunazipata kutoka kwa Bobi Wine akielezea ni nini ambacho kimekuwa kikiendelea kule nchini Uganda. Kumekuwa hakuna network, kumekuwa hakuna internet, na kwa hivyo imekuwa ni vigumu kwa wale ambao wako nje ya Uganda ama dunia mzima kujua nini ambacho kinaendelea pale ndani, isipokuwa tu yule ambaye amebahatika na kuishi pale ndani ya Uganda. Lakini hata kama umekuwa ukichukua video na ukinakili matukio ya fujo na ghasia ambazo zimekuwa zikishuhudiwa kule nchini Uganda baada ya uchaguzi wa mwaka huu, je, hizo video utazipeleka wapi? Sasa watazamaji wangu, Bobi Wine tu ndio kiongozi pekee kwenye upande wa upinzani ambaye anazidi kuelimisha dunia mzima na kuexpose yale mambo ambayo yanaendelea kushuhudiwa pale Uganda sasa hivi. Na habari ambazo tunazipata kutoka kwa Bobi Wine, anasema ya kwamba wiki iliyopita ambayo ndio ilikuwa wiki ya uchaguzi, ni kwamba watu 100 waliweza kuuawa. Na unajua hizi ripoti amezichapisha baada ya vitisho ambavyo amekuwa akivipata kutoka kwa mkuu wa majeshi Muhoozi ambaye ni kijanake Yoweri Kaguta Museveni, akisema ya kwamba anazidi kumuinda huyu Bobi Wine aweze kumkamata. Na kwa hivyo katika baadhi ya jumbe ambazo amekuwa akizichapisha kwenye mtandao wake wa kijamii wa X, huyu Muhoozi ambaye ndio mkuu wa majeshi kule nchini Uganda amesema ya kwamba amefaulu kuwaua watu 22 kwenye uchaguzi ambao ulitangulia wiki iliyopita. Hii ni fujo na ghasia ambazo zilishuhudiwa wakati upinzani ulianza kuibuka kupinga ushindi wa Yoweri Kaguta Museveni. So unaona yeye mwenyewe Muhoozi amekiri na kusema ya kwamba aliua watu 22, lakini naye Bobi Wine anasema ya kwamba waliouawa ni 100. So watazamaji wangu, hapa sijui tutaamini habari za nani, lakini acha tuamini habari za upinzani kwa sababu wao ndio wanaweza kupeana habari ambazo ni za ukweli. Nataka nikusomea mtazamaji wangu habari ambazo zilichapishwa na Bobi Wine asubuhi ya leo, akielezea kuhusiana na haya matukio ambayo yanazidi kushuhudiwa kule nchini Uganda na vile ambavyo anahisi ya kwamba maisha yake yamo hatarini baada ya vitisho ama habari ambazo zilikuwa zinachapishwa hapo jana na mkuu wa majeshi Muhoozi akimuonya Bobi Wine ajitokeze mahali ambapo amejificha chini ya masaa 48, na asipofanya hivyo basi ataendewa cha lazima mahali ambapo amejificha. Nataka nikusomee tu mtazamaji wangu vile ambavyo Bobi Wine amechapisha hizi habari masaa machache ambayo yamepita. Last night, as Museveni's son was making these threats to kill me and gloating over killing 22 of our supporters, in reality, he has killed over 100 since last week. The military who are stationed inside our compound yet again banged my house doors as they sang profanities, ordering the occupants to come out of the house if they are men. The people at my home say the criminals seemed to be drunk. We demand that military vacate our home immediately. My wife and people are not safe. They are starving after these criminals blocked food from reaching them. They cut the padlocks of our gates and replaced them with chains.
free Uganda now. So unaona mtazamaji wangu, mambo yanazidi kuwa mabaya hasa kwa upande wa upinzani, upande wa Bobi Wine ambaye anaona kabisa anazidi kuandamwa na serikali ya Yoweri Kaguta Museveni ili kuendelea kumnyamazisha asizidi kuwa kikwazo, kwa sababu unajua sasa hivi watazamaji wangu, kule nchini Uganda kuna hali ya wasiwasi ambayo inazidi kushuhudiwa baada ya Bobi Wine kutishia kwamba atakuwa anaongoza maandamano dhidi ya serikali ya Yoweri Kaguta Museveni endapo uchaguzi wa mwaka huu 2026 hautakuwa wa haki na usawa. Na kwa hivyo ndio unaona vitisho vimeanza kutoka kwa serikali kupitia kwa mkuu wa majeshi ambaye ni Muhoozi, anamuonya huyu Bobi Wine kuhusiana na vitendo vyake vya kuendelea kupinga serikali ya Yoweri Kaguta Museveni. You ordered the military raid on my house to harm me. Huyu ni Bobi Wine anaandika ujumbe kwa Muhoozi. I beat you at your own game and escaped to cover up the shame you claimed no one was looking for me. Here you are now, seized by fear and panic, confirming your wicked plot against me. Anyway, I will resurface when I decide. Then you and your father can do whatever you want to me. But make no mistake, you will never escape the inevitable consequences of your atrocities against the people of Uganda. This is our country. Nataka tu nikusomee baadhi ya jumbe ambazo Muhoozi alikuwa ameziandika akimuonya Bobi Wine. Cha kwanza kabisa aliandika na kusema, as for Kabobi, the permanent loser, I am giving him exactly 48 hours to surrender himself to the police. If he doesn't, we will treat him as an outlaw rebel and handle him accordingly. So unaona, kulingana na Muhoozi, mkuu wa majeshi, anasema ya kwamba amempatia masaa 48 Bobi Wine ajitokeza, na asipojitokeza basi ataonekana kama muasi ambaye anataka kupindua serikali ya Yoweri Kaguta Museveni, na kwa hivyo watadili na yeye vilivyo. Akaendelea na kuandika, I exonerate my great and vulnerable father from what I am going to do to Kabobi. So unaona vitisho vinazidi kwa upande wa Bobi Wine. Anaambiwa ajitokeze mahali ambapo anaendelea kujificha sasa hivi, kuogopa zile mateso ambazo huenda akazipitia chini ya serikali ya Yoweri Kaguta Museveni. Hapo jana pia Bobi Wine alikuwa ameandika na kusema, it's not yet over. The millions of Ugandans who genuinely love their country and wish it well will free it from the fangs of Museveni and his regime of blood and national shame. Kwa hivyo watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi, na Bobi Wine anazidi kusema kwamba maisha yake na ya familia yake yamo hatarini wakati anaendelea kujificha baada ya fujo na ghasia ambazo zilishuhudiwa kule nchini Uganda baada ya uchaguzi wa mwaka huu 2026. Hatujui Bobi Wine anaendelea kupanga lipi wakati anaendelea kujificha. Ndio manake unaona anaambiwa ajitokeze, kwa sababu kadri anavyoendelea kujificha huenda anaendelea kupanga kurudi na Waganda kwenye maandamano ya amani ili kutaka uongozi urudiwe kwa njia ambayo ni ya haki na usawa, na kura ambazo zimepigwa pale ground ziweze kufika kwenye vituo vya kuhesabu kura, kwa sababu inaonekana kulikuwa na tofauti ya matokeo ambayo yalikuwa yanahesabiwa kwenye tume huru ya uchaguzi na matokeo ambayo ama kura ambazo zilikuwa zimepigwa kura pale ground. Na pia kuna video ambazo zimekuwa zikitrend kwenye mitandao ya kijamii zikionyeshana vile ambavyo kura zilipigwa zikipendelea kwenye upande wa Yoweri Kaguta Museveni. Pia kuna watu ambao walionekana wakihongwa, wakipewa kiwango fulani cha pesa ili wampigie Yoweri Kaguta Museveni kura kwenye uchaguzi wa mwaka 2026. Kwa hivyo watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi. Bado internet haijaweza kurudishwa kabisa, kwa hivyo inazidi kuwa ni vigumu kujua zaidi ama kujua 100% nini ambacho kinaendelea kushuhudiwa kule nchini Uganda. Kwa kweli watazamaji wangu, mambo sio rahisi, na unaona ni kweli imebainika Waganda waliaga dunia 100 kulingana na habari ambazo tunazipata kutoka kwa Bobi Wine. Alafu naye mkuu wa majeshi Muhoozi anasema ya kwamba anasema ya kwamba waliua 22. So hatujui nini ambacho watazamaji wangu kitazidi kushuhudiwa kule nchini Uganda, vile ambavyo serikali inazidi kutumia nguvu zaidi kwa viongozi wa upinzani. Wanatekwa nyara, unaona wengine wamekuwa wakiuawa, wengine hawajulikani mahali ambapo walipo. Kwa hivyo watazamaji wangu, ni kama upinzani hauna nafasi kabisa ndani ya serikali ya Yoweri Kaguta Museveni, kwa sababu ukionekana wewe ni tishio, unataka kupinga serikali ya Yoweri Kaguta Museveni, unaona zile dhuluma na mateso ambazo amekuwa akizipitia. Unaona sasa hivi kama kiongozi wa upinzani, yeye hawezi kukaa kwake hakukaliki, kumefungwa na nyororo
wanajeshi wanashinda pale, wanamtaka Bobi Wine kumkamata. So mambo sio rahisi watazamaji wangu, lakini tuzidi kuiombea nchi ya Uganda ipate amani na utulivu wakati wanapitia hiki kipindi kigumu. Ni sawa uchaguzi ulifanyika, lakini Waswahili wanasema ya kwamba wengi wape. Kuendelea kutaka kupinga serikali ya Yoweri Kaguta Museveni, it's like fighting a losing battle. Hii kushinda itakuwa ni vigumu kwa sababu kumbuka ni serikali ambayo iko na nguvu zaidi, inatumia nguvu zaidi, inatumia bunduki, inawaua wananchi. Sasa itakuwaje watazamaji wangu? Na endapo Uganda itaamua kuchukua mwelekeo wa kuingia kwenye maandamano, basi itamaanisha maafa mengi yatazidi kushuhudiwa. Lakini sisi tuzidi kuomba amani na utulivu, na tusiombe nchi ya Uganda itumbukie kwenye fujo na ghasia ambazo zitagharimu maisha ya wananchi. Ni sawa watazamaji wangu, hakuna uhuru ambao unakuja bila watu kuaga dunia, lakini sio katika hii karne ambayo tulipo sasa hivi, ambapo tunatawaliwa na Waafrika wenzetu. Kuna njia ambazo zinaweza kutumika zisizo za fujo ili kutafuta uongozi mzuri, lakini kule nchini Uganda watazamaji wangu, inaonekana sio rahisi, kwa sababu wakijaribu tu, hata kama ni maandamano ya amani, nao maofisa wa polisi wako pale, wanatumia nguvu, wanawakamata, wanafyatulia risasi, wanatekwa nyara, na kwa hivyo ndio unaona mambo yanazidi kuwa mabaya kule nchini Uganda. Na kwa hapo watazamaji wangu, lakini sijui mko na maoni gani kuhusiana na ujumbe ambao tunapata kutoka kwa Bobi Wine na vitisho ambavyo anaendelea kuvipata kutoka kwa mkuu wa majeshi huyu Muhoozi, ambaye amempatia masaa 48 ajitokeze ama akamatwe mara moja. Niacha maoni yako hapo kwenye eneo la comment watazamaji wangu, na kabla ya tamasha nakumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende bali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.